mtazamaji wa television Tumaini. Karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mlei kiongozi kufahamu nafasi iliyopo, kufahamu nafasi ulionayo na mambo kadhaa ya kuzingatia kama kiongozi ili kuweza kuwasaidia wale ambao unawaongoza na wewe kufanya kwa wepesi. Na mada yetu siku ya leo inasema kiongozi na mambo ambayo anaweza kukutana nayo. Kiongozi na mambo ambayo anaweza kukutana nayo. Nikukaribishe sana katika kipindi chetu siku ya leo, na ndani ya studio nipo na dada Rose Gerald ambaye basi atatufafanulia kwa unaga ubaga kabisa kile ambacho kimeandaliwa kwa siku ya leo. Kipindi kilichopita tulizungumza mambo ya viongozi na namna ambavyo unatakiwa uenende kama kiongozi. Dada Rose, karibu sana. Asante dada Selina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana. Asante. Na tuanze kipindi chetu kwa sala, alafu kisha tutaendelea kuona sasa kiongozi na mambo ambayo unaweza kukutana nayo. Yapo ya changamoto, yapo mengine mepesi, yani rahisi kuyapata. Karibu dada Rose. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako. Washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuombe. Mungu mwenyezi wa milele, Mungu mkamilifu, mwenye nguvu, Baba wa utukufu, una mwanzo, una mwisho, huchunguziki, uhimidiwe, utukuzwe sasa, daima na milele yote. Pekee Mungu wa milele mtakatifu, tunakuomba kwa namna pekee kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, uwe nasi Bwana katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Uwe nasi pamoja na mpendwa mtazamaji, uwe nasi na yote anayechangia kwa namna moja au nyingine katika kipindi hiki, na zaidi sana tunaomba baraka, maweza yako na nguvu zako katika swala zima la kuiendesha Tumaini Media. Tunaomba hayo na kukushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikira Maria, msaada wa daima, utuombe. Enyi malaika na watakatifu wote wa Mungu, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Haya, asante sana dada Rose, na bila shaka mtazamaji wewe pia tunakukaribisha sasa moja kwa moja ufuatane nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kama ambavyo nimesema mapema kabisa kwamba kiongozi na mambo ambayo unaweza kukutana nayo, na katika kukutana na hayo mambo yapo mema, yapo mengine mepesi, rahisi kabisa kuyatekeleza, lakini yapo mengine yanaweza kukushangaza vile vile. Darozi, karibu na uweze, na kwa nini labda pengine tunamtazama huyu kiongozi na mambo yanaweza kumkuta. Asante dada Selina. Leo tumeona tumtazame kiongozi na mambo yanaweza kumkuta kwa sababu tumekutana na baadhi ya viongozi wakikutana na hayo mambo wanakata tamaa, wengine wanaamua kuacha uongozi, wengine wanakuwa na vinyongo timilifu au chuki timilifu. Wengine wanaamua kama mbwai na iwe mbwai. Kwa hiyo tunatamani tupitie baadhi tu ya hayo mambo ambayo wanaweza kukutana nayo, lakini lengo kuu baada ya kuyajadili hayo ni kwamba hayo yasikuondoe kwenye uongozi, kwa kuwa uongozi umeitwa ni sauti ya Mungu. Sasa hatuisusi sauti ya Mungu, na uongozi tunashiriki fumbo la ukombozi wetu. Fumbo la ukombozi wetu ni kubeba msalaba pamoja na Kristo. Hivyo tunapotumikia tunapaswa tutegemee hali mbalimbali, na mwisho kabisa tutegemee huenda hata tukakutana na hali ambayo itagharimu maisha yetu, yani kifo chetu. Ndio inaitwa kumwaga damu, sio za watu sisi. Yani hata kama nitafanyiwa ubaya kwa ajili ya kumkataa Kristo, ni tayari kusimamia ukweli, kusimamia imani, hata kama itanigharimu kuuawa ama kufanyiwa baya lolote.
Kwa hiyo lengo ni kumpitisha mtazamaji na kiongozi kwa namna pekee katika baadhi ya hayo mambo, ili anapokutana naye asishangae, bali awe jasiri, awe mtulivu, mvumilivu na kutulia sana, kuepuka misemo ya jumla kwamba unitishi, unibabaishi, achana na mimi, sisi sote ndio viongozi, kila mtu paroko anamsikiliza, kama vipi achana na mimi. Yani hayo vijembe vya hapa na pale katika kanisa vipashi kabisa. Tunapaswa kutumikia kwa upendo, kwa unyenyekevu, na tunatakiwa kama tunavyojua mama yetu ni kanzi ya uongozi, tunachota utumishi wetu kutoka kwa Kristo mwenyewe. Hakuwahi kuwa na maneno mabaya, hakuwahi kuwa jeuri, hakuwahi kufanya lolote baya, hata kama walimfanyia mabaya na hata kufikia kumtesa hadi kufa juu ya msalaba, lakini alivumilia yote. Kwa hiyo na sisi tunapaswa kuiga utumishi wetu katika utumishi wa Kristo. Tuige shule ya utumishi wetu kutoka katika shule ya mama yetu Bikira Maria, alisema mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena. Haya, mtazamaji, basi tumeweza kuona na kusikia kwamba kiongozi na mambo ambayo yanaweza kumkuta au kukutana nayo katika kazi anapotekeleza shughuli mbalimbali za utume. Basi tupige hatua na tuone pengine katika hizi sifa tumeshazisikia sifa za kiongozi. Naam. Labda unaweza kutukumbusha hapo katika sifa za kiongozi, manake unaweza kukuta mtu anasahau kama sifa mojawapo ya kiongozi ni kufanya hiki, ile akikutana na ile ambayo iko tofauti au ni changamoto, anajua mimi kazi yangu ni hapa. Sifa za kiongozi katika kanisa, ya kwanza kabisa anapaswa awe Mkristo Mkatoliki katika uongozi kanisa Katoliki, lakini anapaswa awe ameidhinishwa na hierarchia. Kama hierarchia imesema hapana, utapangiwa majukumu mengine, upasi kujilazimisha kuendelea kuongoza. Lakini anapaswa awe anainjilisha kwa kina, yaani awe na hofu ya kumkasirisha Mungu, asiwe mwepesi wa kufanya jambo lolote tenda dhambi kumkasirisha Mungu, yaani awe mcha Mungu. Lakini awe msikivu. Awe msikivu maana yake anachoelekezwa na yeyote ni vema kulisikia na kulipima. Kama haliendani na inavyopaswa kuwa, basi analikataa, lakini katika lugha ya upendo, kwamba sawa, nimekuelewa, lakini kwa sasa hivi naomba nilifikirie kidogo, wakati wote tuendelee na jambo lingine, kuliko kumwambia bwana hilo achana nalo, usinitishe hilo sifani. Lakini sifa nyingine, anapaswa awe na maono ya kuona mbali. Yaani kiongozi hapasi tu kusikiliza tu nimeelekezwa nini nifanye basi. Na wewe una karama, una Roho Mtakatifu. Je, amekuonesha nini ufanye kwa ajili ya ustawi wa kanisa na watu wake na jamii kwa ujumla? Kwa anapaswa awe ni mtu wa kuona mbali, aweze kuungamua hali mbalimbali, lakini aweze kuwa ni mtu wa furaha. Furaha maana yake hata unapokutana na machungu furahi, kwa sababu mojawapo ya kazi ya Injili ni kukutana na magumu. Kwa hiyo kukutana nayo upasi kulia afu ukakata tamaa. Unalia huko unafurahi katika Bwana. Lakini anapaswa pia kiongozi kuwa na upendo kwa wote, hata wale waliokufanyia babaya, hata wale waliokuchukia na kufanyia figisu, unapaswa kuwapenda na kuwaombea. Kristo anasema wasamehe, hata kama walijua wanatenda nini, wewe wasamehe. Hata kama hawakujua wanachotenda, wewe wasamehe. Kristo alitusamehe wale hawakuwa wanajua walilolitenda, ndio maana mwisho anasema huyu kweli alikuwa mwana wa Mungu. Lakini sisi tunakuwa tuwe na upendo. Lakini mbali na kuwa na upendo, kuwa na uvumilivu. Katika utumishi tutakutana na changamoto mbalimbali. Lazima tuwe wavumilivu. Na unapokuwa mvumilivu, sio unavumilia ili baya litokee, au unavumilia ili uje uoneshe si nilisema kiko wapi mbona unavumilia tu kwa amani, furaha, maisha yakiendelea kwenda mbele ya utume na maisha mengine. Ramani ya maisha kila mmoja Daselina iko katika kiganja cha mkono wa Mungu. Mwanadamu anafunga mlango, Mwenyezi ana milango mingi. Mwanadamu akikuona unachungulia dirishani unapata faida fulani kule nje, anaweza akauziba hilo dirisha. Hela safi. Lakini Mwenyezi anaweza kufungua mengi sana. Mwanadamu hapaswi kuangalia jambo moja tu. Anapaswa muombe Mungu amsaidie ndio tunasema waza nje ya box. Yaani waza zaidi kwa mapana na mengine. Sasa Daselina, labda tuongozwe na neno leo. Kwanza kwa niaba ya mkurugenzi tume wale anaelekeza neno hili kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 6.
Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 6. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi juu ya wachungaji wanaowalisha watu wangu: mmetawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki. Mfalme atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa, na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Neno la Bwana, tumshukuru Mungu. Sasa utaona kwamba Mwenyezi kwa kifupi nabii anatutahadharisha kwamba Mwenyezi hapendi tutawanye kundi. Na kiongozi katika kanisa ni muamini mlei mbatizwa mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea, aliyechaguliwa na wenzake kwa kura za siri na kuidhinishwa na hierarkia, ama aliyeteuliwa na hierarkia ili awaongoze watu katika mambo ya kumhusu Mungu. Kwa hiyo hapaswi kuwatawanya, hapaswi kuwaongoza anavyotaka yeye, bali anapaswa kuwaongoza kadiri Kristo anavyotaka. Ndio maana ili tusiwatawanye, ili tusipate shida, tunamtia moyo kiongozi kwamba umechaguliwa, uenda umefurahi na unajua mambo yatakuwa shwari. Lakini ghafla unaweza ukaenda kukutana mambo kadha wa kadha. Kwa mfano, baadhi wamepokea majukumu ila sio watendaji, na hawataki kutenda inavyopasa, bali wao wanatenda wanavyojisikia. Yaani mnajikuta Daselina ni viongozi 5. Wewe umeingia ukajua tutakwenda kwa pamoja na tutatenda inavyotakiwa. Tunaitisha kikao cha kwanza, Daselina haupo. Tunaitisha kikao cha pili, unakuepo, ukifika dakika 5, jamani na majukumu, unaondoka. Tukija baadaye kuongelea unasema sikuepo, kwa hiyo sitambui hiki kikao. Mnarudia tena. Unaenda baadaye, kumbe huyu inawezekana kuna hasira yake alikuwa nayo na wewe zamani, labda uko ujui, ghafla anakukwamisha. Tufanye jambo fulani, anaitika afu afanye. Tuandae eneo la mkutano, anaitika, anakuambia sawa nitafanya, anakuambia ndo tunabeba meza tunapeleka. Unapata wageni unawapokea, unafika unakuta wala hajaandaa meza na hata hayupo. Kwa sababu nimebanwa, niliitwa mara moja nyumbani, mtoto anaumwa. Yaani ukutegemea kwamba katika utumishi wako utakutana na hizi, huwa tunaziita figisu. Sasa nini mama kanisa anahimiza hapa kwamba tuwe kama watumwa wale Kristo aliosema katika Mwinjili Luka sura ya 17 kianza aya 5 kuendelea. Anaelezea vizuri sana kwamba namna gani mtumwa awe. Kisoma sura ya aya 7 mpaka aya 10, anaelezea kwamba mtumwa anatoka shambani, Daselina anaenda kuchunga ng'ombe, anakuja anapika, anafanya nini, lakini bwana wake hatamwambia hata mara moja kwamba kaa hapo mimi nijifunge nikuhudumie, bali atamwambia jifunge, njoo unihudumie. Kwa hiyo Kristo anasema tuchukue utumishi wetu kwa mfano wa utumishi wa mjakazi, kwamba anafanya kazi. Mfano wetu ni ama usigeli wetu kwa wale wanaokaa nao vibaya, lakini mtu anayekaa na usigeli kwa kuwa ni mtoto wake. Maki kila mwanadamu unakaa naye kama unavyokaa na wale ndugu zako au watoto wako. Lakini kuna wale wa mausigia kwa basi nakulipa mshahara. Anaamka saa 10 anafanya usafi, anafua, afu anabeba watoto anapeleka shule saa 1 akashawafikisha shule, akirudi anaendelea kupika chai, sio anafanya hiki. Mtoto anakuwa busy muda wa kula, anakula jikoni na wameshapakua chakula kizuri. Baadaye
analala amechoka, tena analala very late, anaamka. Yani Kristo anasema tuige mfano huo, pamoja na kwamba utaona kama unaonewa, lakini ndio utendaji. Yani maana yake ni utendaji, hutoshukuriwa wakati mwingine, hutoonekana ni wa thamani. Na mgeni anaweza bahati mbaya akavunja glasi na akaambiwa hii glasi inanunua shilingi 5,000 na kukata mshahara, akavunja ya pili thermos kwa bahati mbaya, akafukuzwa usiku wa manane kwa sababu amevunja thermos. Wanasahau yale yote, alilea watoto hata 5, amekaa miaka hata 18. Tunasahau kabisa wale waliofanya mema, tunampeleka labda stand usiku wa manane, atajua anako kwenda, shauri yake. Na hata kama ana begi anaambiwa funga nguo hata kwenye shuka. Kuna watu makatili kweli kweli. Sasa Kristo anasema tuwe na moyo wa kuvumilia hali ngumu tutakazokutana kama hizo. Na kwa hiyo sasa nawe kiongozi katika utumishi wako atakutana na mambo magumu, awe mtulivu, ni kuyaweka sawa. Wakae vikao, waelekezane kwamba Daselina, tunapoitisha vikao jitahidi ndugu yetu wewe unawahi, na kama utaweza kufika basi utupe taarifa. Na dada Selina, ukiambiwa uwe msikivu, utoe taarifa na utoe ushirikiano, kwa sababu unamtumikia Mwenyezi Mungu. Shida inatokea nini? Tunakuwa na majibu hapa. Huyu anakuwa jeuri, huyu anafanya vile, na kama ndo mmoja labda mkubwa zaidi anaweza kamuonea mwenzake na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kukutana na mambo hayo. Wewe unataka mambo yaende, mwenzako amezoea kuburuza miguu. Wewe unataka mambo yaende, mwenzako hataki yaende kwa sababu ana sababu yake nyingine. Kwa hiyo tukikutana na mambo hayo tunaomba tusikate tamaa, tuyatatue na tusonge mbele. Lakini unaweza ukakutana na mambo mengine. Kwa mfano, baadhi wapo ambao wamekaa kimaslahi. Yaani yeye anakaa kusubiri sherehe. Yaani sherehe tu Daselina. Yaani yeye ndo atatafuta katara, yeye ndo atatafuta mahema, viti, tenda zote ameshazishikilia tatu ametulia zake. Kwa sababu anajua nitapata cha juu kwenye kila eneo. Bwana nakuja kukuungisha viti, lakini uhakikishe kila kiti unanipa 100. Nakuja kukuungisha matente, lakini uhakikishe kila tente unanipa 5,500. Kwa hiyo yuko kimaslahi. Kwa hiyo huko kwingine anaweza tasitumikie, au akatumikia kwa bidii, lakini anajua ninatumikia, lakini pale naenda kupata maslahi yangu. Tunaomba tusiwe hivyo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa hivyo, baadaye mkagombana, ukaona kwa nini mwenzangu kila wakati labda anasimamia hizi tenda. Sasa tunachoombwa hapa tusiumie. Huenda kweli ana uwezo, ama yuko karibu na hawa watu wa huduma kirahisi, ama kanisa linamtumia labda zaidi. Hiyo isikuumize. Iseme kila tenda anapewa fulani asimamia. Wewe tumikia. Hatujaitwa kuja kutafuta matenti. Hatujaitwa kuja kutafuta viti Daselina. Tumeitwa kuhakikisha kwamba kila mwanadamu anapata uokovu, anafikia uokovu. Kila mwanadamu anamjua Mungu sana, ampende Mungu sana, amtumikie Mungu sana, na mwisho mwanadamu huyo afike mbinguni. Hiyo ndio kazi kuu. Hizi nyingine ni za ziada tu zinazowezesha hili jambo la kimungu. Kwa hiyo hili la kimungu usiliache kwa sababu hizi nyingine zinakusumbua. Kwa maana nyingine hapa, dada Rose, unataka kutuambia kiongozi kazi yake ni kupeleka watu mbinguni. Naam. Sio kutazama hizo changamoto, sijui hiki kinamkwamisha, sijui mama nani kafanyaje. Nilimradi hilo jambo halikuingizi kwenye dhambi, wewe liache. Hata kama atapewa tenda zote, Kristo hala anasema inakufaidia nini sasa? Hata kama anapewa ni kweli atapewa na atapata hela, lakini wewe kikubwa kile kilichokupeleka. Muda wako utafika. Yeye inawezekana ni muda wake anapata, na wewe itafika muda wako utapata. Lakini usimwonewe hivyo na kuumizana. Kuna watu mpaka wanategeana Daselina. Ilimradi fulani hata aumwe asije ili asipate hii mwaka huu mimi nisimamie hii tenda. Ni akili mbaya sana. Lakini pia kuna baadhi ni wepesi wa kuchongea wenzao na kusababisha vimigogoro ndani ya uongozi. Yaani ninyi mmechaguliwa ukutegemea utakutana na watu wambea na wachonganishi. Unajua wakoje hao? Hawamalizi jambo wenyewe kwa wenyewe. Yaani Daselina, nikikuangalia hivi nikaona kuna kitu hakijakaa sawa tu, mimi naenda chap. Kama ni kwa paroko, baparoko, unajua Daselina pale amekuja na ndala na mikutanoni, hatupasi kuja na ndala. Wewe kwa nini usiniambie mimi Rose kwa nini umekuja na ndala? Mpaka ukaseme kwa paroko. Haya, ukikaa kingine kwa sababu yeye anakuwa hana yale madaraka ya kukugusa moja kwa moja. Hii nayo ina katika viongozi watano, jambo kubwa linalohimizwa ni ninyi wenyewe kwa wenyewe kusahihishana. Ndio maana hata Kristo hajasema moja kwa moja uende mbali. Anasema kama kuna changamoto, wenyewe kwanza muitatue. Semezaneni wewe. Ikishindikana mwiteni mtu mmoja, mzungumze naye na yeye asaidie
awepo kama shahidi. Kishindikana wa pili, shindikana naenda sasa hizo step nyingine. Paroko yuko mbali sana. Kwa mfano unakuta labda ni vyama vya kitume. Sasa chama cha kitume, yani kwa nini yani wanagombana hapa chama cha kitume? Hawatatuani wenyewe. Lakini kuna ngazi ya halmashauri ya walei. Katika ngazi hiyo walipaswa waende kwa kiongozi wa halmashauri ya walei waongee naye. Ikishindikana kuna ngazi sasa inapanda labda kwa mkurugenzi wa walei au wao wana mlezi. Kama nataka kwenda kwa mlezi wanaweza wakamwomba level ya walei kwanza. Sisi wenyewe kwa wenyewe kama chama imeshindikana, twende kwa viongozi wa walei, imeshindikana basi kwa mlezi wao. Baada imeshindikana kwa mkurugenzi. Imeshindikana basi mara nyingi ndio inaenda kwa askofu. Lakini unakuta dasaidia na kitu ni kidogo tu, mtu kachomoka pap kaenda kwa askofu. Kama ni level parokia, mtu kachomoka pap kaenda kwa paroko. Sasa ukute na paroko naye anayasikiliza. Mwisho wa siku ni vimigogoro. Unajua naye maparoko ambao wameondoa hizi hali ni wale ambao akiona imekuwa too much anaambia Selina kaa hapa. Mariam njoo kaa hapa. Selina msema mara 2 matatu aje kuletea umbea. Ukiona anakuletea umbea sana, unayapokea. Kuna mtu mmoja alikuwa anachekesha anasema yani ukiona mtoto kila saa anaenda kusema kitu kwa mamake, anasema kwa mamake, uje mamake ambaye kakufanyaje leo? Lakini ambaye wewe kila siku tu unasema sema jirekebishe sasa hizi siku nyingine ya siku. Kwa hiyo unakuta unakutana na hivi vikitu. Sasa ukikutana navyo hivi kila wakati vikao visivyo na yani vitu vidogo sana vinasababisha migogoro. Kwa hiyo kuna lawama tulizozipata pia jimbo kuu la Dar es Salaam ni haya matatizo. Majimbo mengine siwezi kujua sana, lakini kwa jimbo la Dar es Salaam kusemeana imekuwa mbaya. Kusemeana ambayo wanaita kusagiana kunguni. Maana yake hiyo kunguni anatoa harufu mbaya. Kusagiana kunguni maana naenda kukufanya unuke. Na kufanya na watu wamefanya. Yaani unaharibiwa kabisa, yani mtu ameharibiwa kabisa mpaka wale viongozi ilakia waje wagundue ni kweli. Yule kiongozi alishaumia. Hata ikitokea labda ni ngazi ya hierarkia kwa hierarkia, unapomharibia mwenzako kwa uongo labda kwa mkubwa wake, mpaka yule mkubwa aje agundue ni uongo, huyu kashaumia. Sasa kwa nini ufikie kumsemea au kumharibia? Kwa hiyo ndio maana tunasema unaweza kukutana na hali kama hizo. Sasa zisikusababisha ukaacha utume wako, bali vumilia. Ila huyu ambaye anapenda kupeka maneno anapaswa ajue kwamba hayo hayaunganishi. Kwanza unapoona mtu anaenda kusema fulani hafai, fulani yani huyu ni mbaya kwa sababu wewe kwa nini utaki kurekebisha, unaenda kusema kule fulani hafai. Fulani sijui anisikilizi. Fulani ndio maana tunawaambia viongozi wetu wa halmashauri ya walei na vyama vya kitume, kaeni zungumzeni. Elewaneni. Ndio umeolewa umekuta hao ni mawifi zako, utasema si wataki ndio wamezaliwa na mume wako. Tulia. Ameshimtaki mama ndio mama wa mume wako. Tena tulia kabisa. Na atakuja hapa atakaa atakuwa analala, akiumwa tutamuuguza, tukifia tutaenda nyumbani, umtaki yani ndio hivyo. Lakini mwisho wa siku wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Haya, mtazamaji wa television Tumaini, kumbuka tu unatazama kipindi cha Walei Tuzungumze, na mada ambayo tunaizungumza ni kiongozi na mambo ambayo yanaweza unaweza kukutana nayo. Yanaweza kuwa mazuri kabisa, yanaweza kuwa changamoto, lakini ni namna gani basi unaweza kusimama au kuenenda au kutoka katika hizo changamoto. Darozi ametuambia kimoja ni uvumilivu. Lakini Darozi, kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinazidi. Kama kiongozi anatakiwa aende wapi? Pengine aendelee tu kuvumilia au anaweza kutafuta ushauri akamfuata baba paroko au vitu kama hivyo? Kwanza kabisa ukiona kuna mtu anakuumiza, unamwambia kabla hujaenda ngazi yoyote, Daselina, mimi sifurahi kila ukija unanigombeza tu. Nitajirekebisha, lakini jana niliwahi. Lakini sasa Daselina labda ushazoea kunigombeza kwamba nachelewa, kulidhani nimechelewa. Unaona? Unaona kama leo nimewahi lakini umenigombeza, mimi nitajirekebisha, lakini naomba usinigombeze kila mara na mimi najisikia vibaya. Saa nyingine mtu katoka nyumbani ana stress za kutosha tu. Kwa hiyo wenyewe muongee. Yaani wewe unayeonewa, jitahidi kwenda kwa unyenyekevu mwambie. Unaweza kaenda akakublast mara 7 zaidi. Kwa hiyo unapoenda mawili nitaweza kusikilizwa ama naweza nikaumizwa zaidi. Kwa hiyo wewe uvumilie. Ukiumizwa zaidi ndio utachukua hatua zaidi. Lakini kuna wengine ni wanyenyekevu, kimwambia kwamba samahani, sikuwa najua kama unaumia kiasi hicho. Yameisha.
na kweli anaisha na mnakuwa mnaenda vizuri. Kwa hiyo kabla hata kwenda mbali, wenyewe kwa wenyewe kwanza, anayeonewa, anayeumizwa amwambie. Ikishindikana kuna ngazi sasa, sio moja kwa moja juu sana, kuna ngazi zinafuata taratibu mpaka mnafika juu kwa paroko au kwa kurugenzi za walei au askofu au kadhalika hivyo. Haya, hebu tupige hatua sasa ili tuweze kuona namna gani pia anaweza kutoka kwenye hizo changamoto licha ya kuvumilia. Kitu gani kingine ambacho anaweza kakifanya ili kuweza kuleta afya kwenye lile eneo na kanisa mahalia? Amina. Mara nyingi ili kuwa wamoja, kwanza kabisa ni watu wa sala, yani kupenda kusali wenyewe mara kwa mara, kama kikundi, kama timu ya watu 5 labda, ama mpende kusali mara kwa mara wenyewe, mfanye mafungo, mfanye semina, novena mbalimbali, lakini mpeane masomo mbalimbali, mnaita labda kiongozi anawafundisha zaidi, lakini lazima kujua namna ya utendaji ndani ya kanisa. Yaani kwenye kanisa hatutendi tu kwa mhemko kwamba leo na nimekurupuka tunataka kufanya hiki, nafanya tu, kinafanyika lakini kina taratibu zake. Ndio maana kanisa ni kanisa Katoliki lenye taratibu, miongozo, sheria, kanuni na mambo kama hayo. Kwa mfano sheria ya kanisa namba 112 inasema kwamba viongozi ama waamini wa Kristo wale wanapaswa sana kuwasikiliza viongozi wa hierarchia wapakwa mafuta, make wao ndio ambao Kristo amewaweka kwa ajili ya kuwafundisha. Kwa hiyo ninapoona kwamba hali ni ngumu, sielewi vizuri, kabla sijafanya maamuzi, niende kwanza niulize hilo jambo huwa linafanyikaje. Nifuate taratibu za katiba za vyama vya kitume, katiba ya halmashauri ya walei, miongozo mbalimbali. Nikubali kushuka na kujifunza. Nikubali kutulia na kusikiliza. Unaweza ukafanya kazi Daselina, wewe ukadhani unaweza sana, lakini kuna wanaoweza zaidi. Ndio. Kwa hiyo wanakuangalia, wakitaka kuelekeza kwa sababu wewe huko juu ushaona unaweza, ila wakiangalia utendaji wako wanaona mbona bado, lakini wewe ndio ushajiweka huko juu. Kuwashusha hao hivyo ni ngumu, huwa hawataki. Ndio unakuta mara nyingi wanagawa watu Selina. Hadi akiona sasa Selina anisikiliza na kushiti na akupi nafasi. Hata kama ni vikao Selina utanyosha mkono, hata kukupa nafasi. Hata kama ni unatakiwa sio ufundishe wapi, uelekeze sijui kitu gani, mapishi wapi, hata kupa hiyo nafasi. Anajua tu Selina anaweza kuliko mimi. Sasa ili asionekane na mziba na hivyo. Kwa hiyo unakuta anagawa watu. Ana kundi ambalo anajua hawa wananisikiliza ndio naenda nao. Huyu ananipa challenge siende nao. Ndio maana tunasema ili tuende vizuri, jitambue uwezo wako uko wapi. Alafu jitahidi kujifunza. Alafu ruhusu ambao wanaweza zaidi waweze kukushauri ili muweze kwenda vizuri. Sio kwamba ukiwa mwenyekiti ndio unajua kila kitu. Hapana, ni neema tu ya Mungu. Unaweza ukajikuta hata kwenye 5 hakuna anayeweza kama msaidizi wenu anayewasaidia vyombo. Sije bwana anaweza vitu vingi sana. Unapaswa kumsikiliza. Mashanga kila kileta wazo zuri. Kila kileta wazo ni zuri na mkuu mnaliwaza. Lazima mumjue sasa hapa kuna kitu fulani cha kikarama tuwe pia tunamtumia. Kuliko kusema au tumfukuze bwana anajifanya kila siku anatufundisha. Hapana. Kila kiungo ndani ya mwili wa Kristo kina thamani na kina jambo lake maalum na special kwa ajili ya ujenzi wa mwili wa Kristo. Yaani kanisa. Haya, mtazamaji, basi tuweze kutazama jambo lingine, lakini tutakwenda kupata mapumziko, na tutakaporejea tutazungumza zaidi kuhusu hasa unaposoma neno la Mungu. Yapo mambo mengi ambayo unaweza yakakusaidia kama kiongozi. Bila shaka hili nalo utatazama, kwa sababu nikikumbuka hapa umetuambia tusome kitabu cha Nabii Yeremia. Ndio. Ile sura ya 23 ya kwanza mpaka ya 6. Na kama kiongozi basi unatakiwa ufanyeje? Neno hili hapa sasa tutatazama kidogo tuone kwa undani kama neno linaweza likamtoa huyu kiongozi kumpeleka sehemu nyingine kivipi. Sawa. Haya, mtazamaji, tupate mapumziko. Tutakaporejea basi tutaendelea. Tutatazama kama kiongozi unapokuwa unafanya kazi zako, kusoma neno la Mungu litakusaidia kwa kiasi gani na kwa namna gani basi uling'ang'anie ili uweze kupata pengine hekima ya kimungu.
Mtazamaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, tumerejea tena katika kipindi chetu cha Walei Tuzungumze, ambapo tunazungumza kuhusu kiongozi na mambo ambayo anaweza kukutana nayo. Yapo mazuri au pengine yaliyo ya changamoto. Hayo yote unaweza kukupata katika kazi yako ya uongozi. Wengine utakuwa vizuri, wakati mwingine basi utakutana na zile changamoto. Kwa hiyo kama unakutana nazo, ni namna gani ya kutoka? Na tumeona tunataka tufahamu hasa sasa kwenye upande wa kujibidisha katika neno la Mungu. Hapa karibu. Asante. Neno la Mungu tunaweza tukachota Daselina katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya 9, wakati mtumishi wa Mungu Suleiman anatokewa na Mwenyezi Mungu. Katika mambo mengi walioongea, lakini alipoulizwa anataka Mungu amfanyie nini, akaambiwa ombe lolote, aliomba hekima. Kwa hiyo kama kiongozi ameomba hekima, hakuomba kitu kingine. Alisema naomba hekima ili hawa watu ulionipa niweze kuongoza, kwa sababu na waongozaje bila hekima? Na Mwenyezi Mungu akafurahi. Kwa hiyo hata sisi tunapaswa sana kuchota hekima. Ukisoma katika kitabu cha Mithali, maeneo mbalimbali wameongelea sana hekima, tena kama roho. Lakini wameongelea hekima katika kitabu cha Yoshua bin Sira, mambo mengi, kitabu cha Suleiman, kuonyesha kwamba neno la Mungu tutakapolishika, kwa kuwa linatufundisha mambo mbalimbali, tutaweza kutenda vizuri. Tutatenda kadiri ya maagizo yake, kadiri ya neno lake, kadiri ya amri zake. Kwa sababu kule maelekezo mengi yametolewa, mkiwa wafuasi wangu, kila anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Maana yeyote anayetaka kuipoteza nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ataisalimisha. Ni mwinjili Luka sura ya 9 aya 23 kuendelea. Mwinjili Luka sura ya 9 aya 23 kuendelea. Kwa hiyo kama Mwokozi anaeleza kwamba umekuwa kiongozi, ukitaka kuutumikia vizuri uongozi huu, jikane mwenyewe. Kwamba sawa, nimechaguliwa, nilikuwa na makando kando yangu ambayo hayampendezi Mungu, napaswa niache. Ndio kujikana. Niache, na kwamba sasa nitatumikia utumishi kadiri ya maagizo ya Kristo na kanisa lake. Halafu huu wajibu wangu ndio msalaba wangu. Wajibu wangu, hii kazi yangu, na niifanye. Na namna ya kuifanya ni mpaka nifike Kalvari. Kristo anaulizwa kwamba anasema chakula changu niyafanye mapenzi ya Baba yangu aliyenituma, niifanye kazi yake mpaka niimalize. Kwa hiyo hata sisi katika utumishi wetu tunapopewa majukumu, misalaba yetu, kwa sababu msalaba pia ni majukumu, majukumu katika ndoa, katika familia, katika nini. Sasa jukumu hili la uongozi unapopewa, lazima ulibebe mpaka ufike miaka yako labda 3, labda hirakia hapa katikati iseme hapana, kwa sasa tutakupangia majukumu mengine. Kwa hiyo ndio hiyo Daselina, kwamba kama utaelewa kwamba Kristo anasema nitumikie kwa bidii, nitakapotaka kwamba ni relax kwa kuidondosha kazi ya Mungu, nijue kwamba ndio yule ni sana anayeambiwa kwamba anayetaka kuisalimisha nafsi yake ataipoteza, ila atakayeipoteza kwa ajili yangu ataisalimisha. Kwamba anayedhani kwamba kuacha utumishi wa Kristo ili niwe free hafanyi vema. Anayedhani kwamba kuacha kutumikia nafasi ya uongozi aliyopewa ili asitukanwe, asizushiwe, ili labda asiishiwe kwa sababu michango ni mingi, yani umepotea, ushapotea hapo. Lakini anachotaka Kristo, vumilia, fanya kazi kwa bidii, hata kwa kutoka jasho kubwa kali kiasi gani. Simaanishi jasho kama jasho ni kwa kuhenyeka. Tujisadake bila kujibakiza, bila kujihurumia, na tujisadake mpaka kituo cha 13 kinavyotuelekeza, mara baada ya kifo ndio mwisho wa hizi kashikashi zote za duniani. Kwa hiyo Daselina, kama pia mzaburi anavyotuambia kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu, Zaburi ya 119 aya ya 105. Neno la Mungu litatuongoza, kwa sababu kuna maelekezo mengi sana. Kwa mfano, leo mchana nilikuwa napitia waraka kwa Wagalatia Daselina, sura ya 6. Ukisoma vizuri, kwanza sura ya 5 inafundisha vizuri sana namna ya kuenenda kiroho. Nakumbuka kwamba wenendao kwa roho ni wapole, wana furaha, wapole, wanakuwa na kiasi, wanakuwa wema, wafadhili, waaminifu na sifa nyingi. Kwa hiyo katika utumishi lazima tuwe na hizi sifa. Lakini pia
Ukisoma zaidi chini sura ya 6 anasema, ndugu zangu, mtu akigafirika katika kosa lolote, ninyi mlio katika roho mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Kwamba yote afanyike lakini kwa ajili ya maagizo ya Kristo. Kristo ameagiza nini? Nendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yale yote niliyoamuru ninyi. Tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote mpaka utimilifu wa dahari. Mwinjili Mathayo sura ya 28 aya ya 19 hadi ya 20. Kwa hiyo Selina, kiongozi akiweka bidii, neno la Mungu likawa ni rafiki yake. Alisome mara kwa mara, aombe hekima ya Roho Mtakatifu ili Roho aliyevuvia neno hili amvuvie na yeye, amuangazie, afunuliwe masikio ya moyo wake, akili ya moyo wake, uelewa, alielewe, ataishi vizuri sana. Suleimani alipoomba hekima, na ilikuwa zaidi katika neno la Mungu na maagizo yake, alifanya vizuri, ila tu akaja kazingua dakika nyingine zile. Lakini sisi tunaambiwa tuige. Unajua kila kiongozi ana mazuri na ana mabaya. Mazuri tunayaiga. Ruti kwa mfano ana mazuri, lakini hapa na pale utasikia mtu akwambia sio kama Ruti. Kuna sehemu alifanya vibaya. Kwa hiyo yani hapaswi sasa mtu ni kama Maria Magdalena. Mtu akwambia huyo ni kama Maria Magdalena, achana naye. Alikuwa na mazuri. Na mpaka dakika za mwisho Kristo anamtuma mtumishi wa kwanza baada ya ufufuko, alimtuma Maria Magdalena. Ndiye yani Kristo anafufuka, mtume wa kwanza kutumwa alikuwa mwanamke Maria Magdalena. Nenda akawaambie mitume 1 2 3 na yeye watanikuta Galilaya. Kwa hiyo tunaiga mazuri kwa Suleiman, aliomba hekima, na situombe ndani sana nini? Hekima. Afu tuwe watulivu. Alafu nitumie tu neno baya, tusijishaue kwenye uongozi. Yaani wewe ni wewe unajitutumua, wewe ni wewe unataka kuwa hapa juu tu, utaki kushuka. Yaani mkorofi, wenzako wakichaguliwa wapi ushirikiano, haufanyi ending over, unataka kuwaharibia, unaenda kuwasemea. Hayo yote sio mazuri. Wenzako wamechaguliwa, ni wakati wao, wamepokea kijiti. Wape ushirikiano. Waulize, ninyi mlifanyaje jamani mmeweza kufika hapa? Iga mazuri yao, washirikishe. Lazima walikutangulia wana mazuri, wana kitu kabisa, wana kitu. Haya, kwa maana hiyo kama kiongozi lazima pia ukumbuke wale ambao walikuwa kwenye nafasi kabla yako. Ndiyo. Urudi kwao na waheshimu. Jamani, kabisa. Hiyo neno nzuri. Kuna mmoja hapa, basi moja kwa moja tupitie dada Rose pia jumbe ambazo tumepata. Wengine wanauliza swali lakini yupo hapa anasema, naitwa Francis Peter Kimati, nipo Boma Ng'ombe Moshi huko. Anasema kuwa kiongozi yataka moyo sana. Wakati wa uchaguzi watakutia moyo. Ukishachaguliwa majungu yanaanza. Nadhani Darozi hapa unaka kitu cha kusema hapo. Ni si tu kwenye uongozi, hata kwenye maisha ya ndoa, ndugu watakupenda baadaye wanaweza kukuchenchia kazini. Haya mambo yapo. Lakini kikubwa ni kumwambia kwamba asiogope atakapotokea. Yeye tu awe mvumilivu na wayatatue kwa upendo na wayatatue katika Kristo. Wasiyatatue kwa hali za kidunia. Wayatatue kama Kristo alivyosema, kwa upendo, kwa uvumilivu, kwa kuchukuliana, na kila mmoja ashuke, asipande kwenye kuyatatua isiwe sando na vidole na kwambia kwa utulivu. Tena ikiwezekana mfunge kabisa, msali, mfunge katikati ya kile kipindi cha sala, myatatue. Roho ya Kimungu itakuwepo kwa wingi na itayatatua yenyewe hayo mambo. Amina. Naitwa Benedict, nipo parokia ya Bikira Maria Mama wa Neema na Nyamba, Jimbo Katoliki la Mtwara. Viongozi wanapaswa kuwa kitu kimoja. Ndivyo anavyosema. Safi. Naam, katika Kimwinjili Yohana sura ya 17 aya 11b, Mwokozi alituombea hiyo sana. Baba mkamilifu, kwa jina lako ulilonipa, ninawaombea watu hawa wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yaani umoja wetu sisi tunapaswa kuiga umoja wa Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umoja ndio tunu kubwa. Mkiwa wamoja, mmeshikamana katika kifungo cha upendo na mkakamilishwa katika kupendana, kuchukuliana madhaifu na kusaidiana, mtafanya kazi vizuri sana. Bila kuangalia Daselina ana PhD, mimi nimemaliza la 7. Bila kuangalia Daselina tumekuja kwenye kikao, wewe umepaki pale Range Rover,
Mimi nimepaki ndala zangu pale chini. Ndala kama ndala, yani makini nimegopa hata kuingia nazo. Kwa hiyo kirudi navaa ndala zangu naondoka. Lakini sisi sote ni viongozi. Sisi sote ni viungo ndani ya mwili wa Kristo. Sasa isitokee tena mimi nikajiona mimi ndio mimi naweza zaidi, napendwa, au hierarchy na nikubali mimi kwa sababu nina uwezo zaidi, nina hela. Hapana. Tupendane, tushikamane katika hali zote za kutofautiana kiimani, za level za imani, level za kifedha, level za appearance, chochote kile. Tupendane bila kuangalia hayo makando kando mengine. Bwana wetu ni mmoja, Mungu wetu ni mmoja, imani yetu ni moja, ubatizo wetu ni moja. Kifo chetu ni stahili hiyo hiyo moja, tutaacha mwili roho zitaenda mbinguni na mbinguni tutakuwa familia moja. Haya. Tunatazama kuna mmoja anasema umesema Yeremia ngapi? Yeremia, nabii Yeremia sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 6. Bila shaka atakuwa amekupata. Haya, hapa hakuna tena swali. Labda wacha nirudi hapa juu kidogo nitazame. Wewe unasema naitwa Dina kutoka Tabata. Jamani, mada yenu pamoja na mazungumzo nimependa sana. Jamani, hadi nimeshindwa kutambua ni yupi kati yenu nawapenda. Dina bwana. Dina, wewe unatakiwa ujitahidi sana. Bila shaka atakuwa kiongozi mzuri. Namfahamu. Anaitwa Francis kutoka mkoa wa Katavi, parokia ya Karema, Kigango, Kapala, Msenga. Kwa nini sakramenti ya ndoa haipo upande wa kupokelewa pamoja au zaidi? Kama sijaelewa hivi. Hebu rudia tena Selina. Anataka sakramenti ya ndoa, anasema naitwa natoka Katavi. Anasema kwa nini sakramenti ya ndoa haipo upande wa kupokelewa pamoja au zaidi? Labda anataka kusema labda mke zaidi ya mmoja au kupokelewa. Sasa labda akituandikia tena nini unamaanisha? Ili turekebishie kidogo. Tunatamani kujibu tunavyotaka kuelewa, lakini tusije tukajibu tofauti na inavyopaswa ijibiwe au ulivyofikiria wewe. Hebu mfano kidogo tutakujibu. Pengine kwenye mambo haya ya ndoa anataka nini hasa kifanyike kwenye maisha ya ndoa, labda watu kwa nini huwa hawapokeleki kivile. Mwingine anaweza kuwa anaishi na mke lakini hajafunga ndoa ila anatamani kuwa kiongozi. Labda anamaanisha hayo. Na Daselina hata kama hakuwa anamaanisha hilo, lakini swali hilo linaulizwa na wengi. Maswali mawili yanaulizwa hapo kwenye hilo eneo. La kwanza wanasema kwa nini fulani amtaki awe kiongozi, na tukijitizama hapa huyu anakuwa ni kiongozi mzuri kuliko hao wenye ndoa. Tumesema hivi, kiongozi katika kanisa ni muamini, mlei, mbatizwa, mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea, aliyechaguliwa na wenzake na kuidhinishwa na hierarchia, au aliyeteuliwa na hierarchia ili awaongoze watu katika mambo yanayomhusu Mungu, atangulie mbele, watu wamfuate. Sasa kwenye kutaka tu kutangulia, tayari ushavunja amri ya Mungu ya 6, ushavunja ya kutokumtii Mungu. Kwa hiyo wewe ungani una dhambi nyingi fulani, si ndio? Tunachukulia hivyo kwa sababu mara nyingi ushakuwa huko. Ndio maana sasa inakuwa ngumu, utawapeleka watu wapi? Tayari wewe huko atendaye dhambi bila kupepesa macho. Yohani anatuambia atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Sasa tayari una boriti kwenye jicho lako. Kristo anasema toa kwanza boriti kwenye jicho lako ndipo uone kibanzi kwenye jicho la mwenzako. Kwa hiyo wanaachwa watoe maboriti kwanza ndipo waje watoe vibanzi kwenye hili kundi wanalowaongoza. Lakini una boriti, unataka uwaongoze watu, ni hatari. Yaani tayari wewe binafsi bila kupepesa mdomo, maneno au macho, Daselina, tukigawa atendaye dhambi za mauti tayari uko upotevuni, kwenye njia pana waendao wengi. Umeona? Sasa unampeleka wapi huyu? Umeona hivyo hatari. Tukirudi kabisa kwenye swala zima la wokovu bila kubembeleza, kwamba ninaposema mimi ni kiongozi lakini ninaishi maisha si tu ya maisha ya mke na mume bila ndoa, labda ni mwizi,
labda nina dhambi, ni mchawi, ni mshirikina, dhambi yote ninayofanya nikajifanya naongoza wenzangu, nijue kabisa mimi niko tayari kwenye njia ya upotevuni, napaswa nitubu, nirudi katika njia ya uzima, njia ya Kristo aliye njia kweli na uzima, nikae ndani ya Kristo, ndio nianze kupeleka wenzangu. Nisiende njia ya upotevuni na nikamwambia wenzangu jamani muende kwa Kristo ni kule. Lakini nini nasema kingine? Kuna wanaosema kwamba kwa nini mmemwacha yule na anachangia vizuri? Yaani kuna anayejua kuongoza vizuri na kuna ambaye hana sifa za kuwa kiongozi, lakini ila ni mchangiaje. Anakuambia ni bila ile kanisa aliendi. We, Kristo aangalie hela kwanza. Kristo sio mangi. Mangi anaangalia hela biashara wachaga wataniaga. Lakini Kristo anaangalia utakatifu. Kwa hiyo tunaambiwa tuenende katika haki na utakatifu wa kweli. Tunashukuru na pambania kanisa, usiache, wewe endelea. Lakini basi toka kwenye dhambi yoyote ile, ili kwenye kifungo tunakiita ili uwe katika hali nzuri ya kutumikia kanisa. Labda tukamilishe na tutazame swali la mtu mmoja tu. Anaitwa Lightness Mgaya, natokea parokia ya Lugarawa. Kiongozi awe na sifa zipi? Kiongozi awe msikivu, awe mkatoliki kweli kweli, asimamie thabiti imani, ajue anachoelekeza. Kiongozi hajui katiba. Nisiende sana maana tumeongelea sana sifa Daselina. Kwa mfano ni kiongozi, ujue katiba. Lazima ujue katiba. Na katiba mama ni katiba ya halmashauri ya walei. Hiyo ndio katiba mama. Alafu zinafuata katiba za vyama vya kitume. Lakini kila jimbo pia linasimamia kila kitu, lakini kuna kitu kinaitwa kanisa mama, kanisa mahalia. Sasa kiongozi wa kanisa mahalia anaweza akasema mimi katika utendaji wangu chama cha Mtakatifu Yusufu Arimathea mtafanya 1 2 3. Hata kama katiba yenu inasema hivi, mimi kwangu mtafanya 1 2 3. Alafu baadaye kama tunataka kuboresha zaidi tutafanya. Sasa mimi sipaswi kusema haiwezekani, hatukutaki. Sisi lazima tunasikiliza taifa, sawa? Ni kama parokia. Kuna issue za halmashauri ya walei, lakini kuna kitu kinaitwa parokia mahalia. Paroko anaweza akasema kura zinatakiwa za siri, ila ikifika kwa mtunza hazina nitateua. Wewe useme kura za siri kwa wote 5, ndio kashasema anateua. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunasimamia katiba, lakini tuwe wanyenyekevu. Hierarchia ina maelekezo. Ikitoa maelekezo lazima tuyasikilize. Na kama tunataka maboresho tufanye maboresho kwa unyenyekevu. Kuna watu wakati mwingine nakumbuka ilikuwa ni mwaka juzi walibishana kuhusu chama fulani cha kitume. Walibishana sana. Kile chama hakiko hata mikoa mingi sana, majimbo mengi. Kila mara lazima 5. Walibishana sana mpaka wakafika mahali kutukanana, lakini ukiangalia walishindwa tu kusikilizana. Jimbo fulani linafanya hivi, jimbo lingine limefanya hivi, basi wanakashfu. Kwani sisi aliyepitisha sio anayejielewa, sijui unapoambiwa kitu tulia, alafu kiongozi wenu atafuata. Jamani sisi tumefanya 1 2 3, mnasemaje huko? Sawa, fanyeni 1 2 3. Lakini sio wenyewe kwa wenyewe kutupiana maneno. Kwa hiyo sifa za kiongozi awe msikivu, awe anaona mbali, awe mkweli, awe mwaminifu, awe na upendo, awe na umoja na wenzake, awe mtoaji pia. Lazima ufanye kazi ili uwe mtoaji. Mwisho wa siku Daselina tutoke huko. Kuna Pogo Marathon tarehe 30 mwezi wa 5. Haya, tarehe 30 mwezi wa 5. Pogo Marathon kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kujiunga na mbio hizo ni shilingi 30,000 tu. Na Mungu akijalia walikuwa wameomba kusisitiza baadhi ya vipindi, hatujajua taratibu zao, wanaweza wakapata muda wa kuelezea zaidi. Lakini basi kwa jimbo kuu la Dar es Salaam tutakuwa na hiyo Pogo Marathon tarehe 30 mwezi wa 5, ni shilingi 30,000. Unajiandikisha kwenye jumuiya yako. Askofu mkuu amehimiza at least basi wata kila mmoja aweze kujiandikisha na vijana. Na kadhalika tupoi Dar es Salaam tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tuna warsha ya waamini walei. Warsha itafanyika katika uwanja wa Uhuru na gharama ya ushiriki ni shilingi 5,000 kwa ajili ya gharama kidogo za uwanja, ulinzi, sijui ya liturujia siku hiyo na mambo kadha wa kadha. Tunajiandikisha hivyo kwenye level ya jumuiya, baadaye utapeleka parokiani hiyo michango na itawasilishwa kwenye akaunti husika. Na mwishoni Tumaini Media, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuendelee kuitegemeza Tumaini Media. Gharama za kuendesha Tumaini Media kiukweli ni kubwa. Mambo ni mengi yanahitajika.
tusisubiri tu watuambie, lakini kwa msaada wa Mungu, Mungu akijalia, siku sio nyingi unapata michango, unapata hela, unapata mshahara. Hebu ukumbuke Tumaini Media. Kwa mfano unaitizama, labda kuna kitu umejifunza, basi sasa katika kumshukuru Mungu kwa jambo hili, au wewe kuna kitu umeongea kimetusaidia sisi hapa, huenda tukifundisha mikutano mbalimbali, tutaenda tutalifundisha hilo jambo, basi shukrani yangu kwa Mungu. Kuna namba za simu, akaunti na kadhalika, unaweza ukaiwezesha Tumaini Media. Tunatumaini radio, tunatumaini TV, tunatumaini gazeti na mitandao ya kijamii na kadhalika. Kama hivi tunavyoongea hivi, yani mpaka tunakamilisha hapa ni gharama. Studio zamani ilikuwa yani iko vizuri, ila sasa hivi iko vizuri sana. Vyombo hivyo, sijui kamera, na vijana watu mishahara, yani vitu ni vingi, unakuta yani kwa kweli wanapambana, na sisi tuendelee pia kuwaombea kwa sala, lakini kuendelea kuwezesha kwa namna yote katika fedha. Na hivyo tu dada Selina. Amina. Asante sana dada Rozi kwa kuweza kutukumbusha hasa wajibu wetu kama waamini walei, wale ambao tumepewa hivi vyombo, basi tuweze kuvisaidia na kuvisapoti. Tukiwemo sisi wenyewe tuvisapoti kwa sala, kwa hali, kwa mali ulizonazo, basi inakuwa inapendeza. Kwa kweli milango haijafungwa, iko wazi. Huko mikoani nafasi ipo. Kienda kwa viongozi wale waulize kama pia namba huna, lakini namba pia huwa zinawekwa hapo. Basi unaweza kuwasiliana tu na ukajua namna gani pia unaweza ukasapoti kazi ya uinjilishaji kaenda mbele. Mtazamaji, tuseme tu hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi chetu siku ya leo. Usiache kutazama kipindi kingine pale ambapo kinakuwepo muda na wakati kama huu. Basi nimkaribishe pia Darozi, kwa sababu tulianza kwa sala. Basi tuweze kuhitimisha kipindi chetu kwa sala. Amina. Dada Selina, yote hayo lengo litufikishe ni sote tufike mbinguni. Mbinguni, amina. Naam. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote tuingia hatarini. Ewe Bikira mtukufu na uliyebarikiwa. Amina. Enyi malaika na watakatifu wote wa Mungu, mtuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi. Mimi ni Selina Joseph Matuja, lakini nilikuwa na Darozi hapa. Karibu. Gerard, natokea Parokia Mtakatifu Clara wa Asizi, Mungu la Ndege. Ni mwanachama wa chama cha Mtakatifu Yusufu Arimataya. Haya, asante sana. Hatuna la ziada. Shukrani kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kukufikia hapo ulipo. Hadi mara nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.